Ulenge Mheshimiwa Dr. Zeana Abdallah Hamid na baadaye jiandae Mheshimiwa Simai Mohamed Said. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi ya kuchangia, na nimshukuru Mungu kwa kuniwezesha kusimama mahali hapa jioni ya leo. Kipekee pia nichukue fursa hii kuipongeza serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri inayofanya katika sekta hii ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Na kipekee kabisa nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri kwa kazi kubwa wanaofanya. Na kwa hakika make it very clear, dada yangu Angela Kairuki, wewe ni mfano halisi wa beauty with brain. Sijawahi kuona mahali ambapo umewekwa na ukacheza chini ya kiwango. Unatupa fahari kubwa wanawake ndugu zako tunaokuangalia, endelea kuchapa kazi. Na vile vile niwapongeze watendaji kwa kazi kubwa na nzuri wanazofanya kuhakikisha taifa letu linakwenda kunufaika na uchumi wa kidijitali. Na kipekee niseme wazi hapa, Tume ya TEHAMA inafanya kazi nzuri kwa kweli. Ukilinganisha na bodi ya wahandisi, na namuona pale Mheshimiwa Ulega ananisikiliza, Tume ya TEHAMA ni changa sana nchini, lakini leo ina makongamano la 10 la Tume ya TEHAMA nchini. Inawaandaa wataalamu wa kitehama kwa ajili ya emerging technologies, lakini bodi ya wahandisi haijajipanga kisawasawa kuhakikisha kwamba taifa letu tunakwenda kwenye dira 2050 na miradi ya kimikakati ipo mingi, lakini bado tunacheza chini ya viwango. Nipongeze sana Tume ya TEHAMA. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nipongeze sana serikali kwa kazi kubwa inayofanya kwa kuanzisha initiatives mbalimbali ambazo zinapelekea tuende kwenye kuhakikisha tunakwenda kwenye uchumi wa kidijitali. Na nimeona mikakati ile ya 2024 2030, nipongeze sana kwa hatua mbalimbali ambazo mmechukua, ikiwepo pamoja na uwepo wa hiyo data center kwa maana ya kituo cha ulinzi wa taarifa, lakini vile vile kuanzishwa kwa sheria ile ya mwaka 2022 ya taarifa binafsi, vile vile kwa kuwepo kwa sheria ya mwaka 2015 ya cyber security. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tukubali roho ya uchumi wa kidijitali ni taarifa. Roho ya uchumi wa kidijitali ni taarifa, na naiona changamoto kubwa mbele yetu ya misinformation na disinformation. Kumekuwa na wimbi kubwa la upotoshaji wa maudhui. Kumekuwa na wimbi kubwa wa kuenezwa taarifa za uzushi nchini kupitia mitandao ya online platforms, majukwaa ya kimtandao. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa TCRA kuondosha tu maudhui mitandaoni haitoshi. Ni lazima tuende katika mkakati wa kuhakikisha online platforms zinakuwa held responsible whenever kunapokuwa na maudhui ambayo ni hatarishi, maudhui ambayo yanachochea chuki, maudhui ambayo yanaleta mgomano katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba hili lifanyike sasa hivi. Tunahitaji Tanzania yetu iendelee kuwa nchi na kisiwa cha amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu emerging technologies kama hiyo artificial intelligence inachangia mno katika kuhakikisha kunakuwa na upotoshaji wa habari. Tunaomba sasa mje na miongozo, ethical guidelines to prevent misuse ya artificial intelligence nchini. Bila kuweka miongozo la taifa letu hatutorealize maendeleo ya uchumi wa kidijitali. Tunaomba sasa serikali iweke mikakati mahususi. Tunaomba serikali ifanye hivyo sasa. Tunafahamu kitengo cha cyber security kipo, lakini cyber security iongezewe nguvu, kuwepo na dawati maalum ambalo litahusika na swala zima la kushughulikia upotoshaji wa habari na uenezaji wa habari za kizushi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli tumeshuhudia
hata nchi za Ulaya haya mambo yanatokea, lakini wenzetu wamepiga hatua. Nimeona tume ya Umoja wa Ulaya mwaka huu 2026 wameanzisha Digital Service Act, ambayo ni sheria mahususi kabisa ya kuhakikisha mitandao ya kijamii inakuwa held responsible. Na Twitter au X ni miongoni mwa mtandao ambao umeshitakiwa na tume ya Umoja wa Ulaya kwa kuruhusu maudhui ambayo yanaleta uchonganishi na maudhui ya kizushi. Tukiruhusu jambo hili, kuna watu ambao sio genuine, watu wa hovyo, wanaonekana kama watu wa maana sana kwenye taifa hili kwa sababu tu wameshikilia mitandao ya kijamii. Na tutakwenda kuifanya taifa hili watu wa maana sana wakisimama waonekane sio wa maana, kwa sababu hatuwezi kwa held responsible online platforms ambazo zinaleta habari za uzushi, habari za uchonganishi na kufanya mambo ambayo kwa kweli yanapelekea hatari kubwa kwenye taifa letu. Angalia hasara ambayo taifa tumeliingia. Angalia migongano ambayo taifa tumeingia. Yote ni kwa sababu ya majukwaa ya kijamii ambayo hayapati kushughulishwa ipasavyo. Tunaomba sasa ni wakati sahihi serikali muanzisimamie jambo hili liweze kutokea. Tunatamani kuona mtandao fulani sasa umewajibishwa kwa ajili ya kuleta taarifa chonganishi na kwa ajili ya kuleta migongano katika jamii yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile naomba sasa niseme tumeanzisha kituo cha kulinda data nchini. Kituo kile kiukweli tunajitahidi, katika Afrika tunakuwa kama cha 6 hivi, lakini bado idadi ya vituo ni vichache. South Africa inaongoza Afrika nzima, vituo vile ni vingi sana. Sisi tuna vituo almost 10 au 11. Tunatamani kama taifa tunapoelekea kwenye uchumi wa kidijitali vituo hivi viongezwe. Tunahitaji viongezwe na hatimaye tuwe na National Data Center, kituo cha kitaifa ambacho itakuwa ni backup ya vituo vingine vyote ambavyo vipo nchini. Jambo hili lifanyike ili taifa letu liende kunufaika na uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wananchi wa mkoa wa Tanga tunashukuru sana kwa hakika tumepata minara, na kule kwa Kivu Kilindi kulikuwa na changamoto kubwa sana, lakini tumenufaika. Tunaomba sasa mtuweke katika mkakati wa kuhakikisha kule Luande tunapata na kule Saunyi tunapata. Kuna hali ngumu ya kimtandao kiukweli. Tunaomba sana serikali mtuangalie katika jicho la tatu. Lakini vile vile pale Tanga mjini ilianzishwa kile kituo cha ICT Hub ambapo vijana wa Tanga mjini na wenyewe watapata fursa ya kuweza kufanya ile startups na kuweza kushiriki kwenye uchumi wa kidijitali ipasavyo. Tunaomba sasa mtakapokuja kuenda hoja, Mheshimiwa Waziri, tusikie kituo kile pale Tanga mjini kimefikia wapi. Tunahitaji kujua, tuone vijana wa Kitanga sasa na wenyewe wakishiriki katika kutengeneza vifaa vya kidijitali na vitu vingine vinavyohusika kama hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo basi naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.